Msikilizaji, karibu sana katika sehemu ya pili ya simulizi yetu inaitwa Jini Mariam. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya kwanza siku ya jana. Na kama utakuwa unakumbuka vizuri pale ambapo tulikuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo kijana wetu Hasani alikuwa anaendelea kusimulia mkasa wake wa maisha, kwamba wakati yuko Moshi anaendelea tu kutafuta maisha, na huko sasa akiwa na saluni yake ya kunyoa. Siku moja wakati anarejea nyumbani kwake ambako alikuwa amepanga usiku wa saa 5, kupitia njia ya makaburini anakutana na msichana mrembo Mariamu, ambaye mara baada ya kusikiliza mkasa wa maisha yake amemwonea huruma, na sasa wameanza kuishi pamoja na baadaye wakawa wapenzi. Kilichoendelea niko nacho hapa katika sehemu ya pili siku ya leo. Mapenzi yetu yalinoga vilivyo kabisa, na huku kazi nayo ilikuwa nazidi kunawili. Mariam sasa nilikuwa namnunulia mavazi mazuri na kumpendezesha vilivyo. Alikuwa anang'aa na alikuwa anapendeza mno machoni kwangu, na yeye hakuwa nyuma. Humo ndani palikuwa ni pasafi na pakuvutia sana mara baada ya ujio wake. Vyakula ambavyo alikuwa anapika vilinifanya nijione kwamba nilikuwa nakula vitu vibichi kwa muda mrefu sana. Mariamu alikuwa anajua kupika haswa. Akipika nyama sijui hata alikuwa anachanganya vitu gani mle, kwa sababu utamu wake hiyo nyama unaongezeka maradufu. Na kusema ukweli kabisa, nilikuwa najiona nimeokota ndizi chini ya mnyanya. Kaka. Siku moja mmoja kati ya wapangaji ambao nilikuwa naishi nao aliniita vile, na mimi nikasimama nikimsubiria kumsikiliza. Alikuja na huku alikuwa anakimbia mpaka aliponifikia. Mpangaji huyu alikuwa anaitwa Angela, japo alikuwa anataka zaidi tumuite Angel. Yeye ndio alikuwa anapokea pesa za umeme na bili ya maji pia. Sikujua ni kwa nini alikuwa ameniita, kwa sababu kama ni umeme nilikuwa nimeshalipa na bili ya maji nilikuwa sidaiwi pia. Niambie Angel. Safi tu kaka. Alikuwa anaitikia vile Angel, lakini mimi nilikuwa nataka niambie kile ambacho alikuwa ameniitia. Samani kaka, hivi kwa ni siku hizi mwenzetu na kitu gani? Alikuwa anauliza pale swali Angel kwa kunishangaa. Kivipi tena, mbona sikuelewi hicho ambacho anazungumza Angel? Sisi tunasikia tu huko ndani kwako unacheka tu muda wote. Hata ukiwa haupo tunasikia muziki unapigwa ndani, lakini hatujawahi kabisa kuona mtu unayecheka naye, wala mtu ambaye anasikiliza huo muziki unaopigwa wakati wewe haupo. Alikuwa anazungumza pale Angel. Nikatabasamu kidogo na kukumbuka kwamba nilimuonya Mariam kutoka ovyo ovyo nje. Sikuwa nataka wapangaji wajue uwepo wake. Usijali kabisa Angel, mimi niko salama kabisa kwa 100%. Nilikuwa namjibu vile Angel, na huko nilikuwa na chano wa tabasamu la afueni. Lakini sasa kaka Hasani, unajua kwamba huwa unazungumza peke yako ukiwa unaoga huko bafuni? Alikuwa anauliza pale swali Angel. Nikazidi kutabasamu kwa sababu nilikuwa na uhakika wa 100% kwamba hata huko bafuni walikuwa hawaoni kama nilikuwa nakwenda na mpenzi wangu Mariam. Angel, hata usijali kabisa dadangu, sawa? Mimi ni kama tu ambavyo nimekueleza kwamba niko salama kwa 100%. Hakuna shida yoyote ile, sawa? Nilikuwa nazungumza pale kumwelekezea Angel kumhakikisha kwamba kila kitu kilikuwa sawa. Lakini haikuishia kwa Angel tu msikilizaji. Wapangaji wengine wawili walikuja na kuniambia maneno kama yale ambayo Angel alikuwa amezungumza na mimi. Huku wengine walikuwa naongeza kwamba walikuwa nasikia manukato makali sana yalikuwa nanukia toka chumbani kwangu. Angalia kuwa huo muda mimi sikuwepo. Na walikuwa nasema kwamba yalikuwa nanukia muda wote ambao mimi sipo. Wanasema kwamba kuna muda pia huwa wanasikia vicheko vya kike pamoja na harufu nzuri ya vyakula. Upande wangu sikuwa najali kabisa kitu ambacho alikuwa nasema. Kama harufu ya chakula, hata mimi mbona nilikuwa naipata vizuri kabisa. Na kuna muda hata mimi nilikuwa nanukia kila pale ambapo nilikuwa nalala na Mariam. Japo ni kweli kabisa sijawahi kuona manukato ambayo alikuwa anatumia,
lakini nilikuwa nahisi kwamba yalikuwa ni ya gharama sana. Sasa hapo swali likaja kwamba hayo bwana Kwatu alikuwa anayatoa wapi? Japo nilikuwa najiuliza swali kama hilo, lakini bado sikufungua mdomo wangu na kuuliza. Nilijionya tu mwenyewe kwamba ukimchunguza sana bata, basi hautaweza kabisa kumla. Kwa hivyo hata Mariam nilikuwa nahisi kama nitaanza kumuuliza sana maswali kama hayo, basi naweza nikampoteza na kukosa kabisa raha mbalimbali ambazo alikuwa ananipea. Lakini pia jambo lingine ilikuwa ni huko kazini kwangu ambako nilikuwa nafanya kazi ya saluni. Huko kulikuwa kunazidi kunipatia raha kila leo. Mambo yalikuwa nakwenda safi kabisa, msikilizaji, toka niwe na Mariam. Pesa zilikuwa zinaingia kama maji yanavyoingia kwenye ndoo kutokea kwenye bomba. Wazazi wangu huko Tanga walikuwa nafurahia kila hatua ambazo nilikuwa napiga. Walikuwa nashukuru sana kuniruhusu kuja kuyasaka maisha huko Moshi. Kuna siku wateja walikuwa nakuja na pesa kubwa, wananyoa na kuniambia kwamba change nibaki nazo ninywe soda. Yaani kunyoa ni shilingi 2,000, msikilizaji. Wanatoa shilingi 10,000 na kusema kwamba change ninywe soda ama nikale chips. Kusema kweli kabisa, hayo yalikuwa ni maajabu makubwa sana kwangu. Basi matukio kama haya bora angekuwa nafanya mtu mmoja ama wawili, ningeona kwamba ni kawaida. Lakini sasa haikuwa hivyo. Katika wateja 30, basi 10 walikuwa naacha change, aidha kwa kusahau ama kwa kunipatia makusudi kabisa. Hata wale ambao walikuwa nasahau nilipokuwa nawarudishia change zao, walikuwa na tabasamu na kunisifu kwamba mimi ni kijana mwaminifu. Kwa tabia hiyo wananipongeza na kuniongezea pesa zaidi. Siku zote nilikuwa na shangaa tu. Nilikuwa na shangaa tu, msikilizaji. Na ukiachana na hiyo ya kuachua change na wateja na kupewa zawadi mbalimbali, kuna wakati nakuwa na uhakika kwamba sina pesa kabisa ndogo ndogo kama vile 500 ama 1,000. Lakini sasa napopekua mfukoni na kutana na 1,000 za kutosha pamoja na hizo 500. Zimetoka wapi hata sijui. Kwangu yalikuwa ni maajabu makubwa sana. Akiba ambayo nilikuwa naweka pale nyumbani kila siku ilikuwa nazidi kuongezeka bila mimi kujua. Nikiacha 80,000, jioni nakuta kuna 200,000 ama zaidi. Sihoji wala hakuna chochote ambacho nafanya. Naweza kusema kwamba labda nilikuwa nimefungwa kabisa akili yangu katika swala hili. Mariam naye alikuwa anajua kunipendezesha haswa. Nguo nzuri ambazo nilikuwa navaa pamoja na marashi yenye manukato mazuri hayakuisha katika mwili wangu. Ndani ya chumba changu ndio usiseme. Mpaka tukaamua kuongeza chumba cha pili ili kusudi tuwe na chumba na sebule. Kila mtu pale nyumbani alikuwa anashangaa tu mienendo ya maisha yangu vile ambavyo yalikuwa nakwenda. Walikuwa hawajawahi kabisa kumwona Mariamu wala kumjua hata siku moja. Wao walikuwa nasikia tu vicheko vyetu ndani pamoja na bashasha mbalimbali. Ni mara chache sana kuna watu walibahatika kumwona Mariamu, na tena walimuona akiwa katika mavazi ya kujisitiri mwili mzima, hata uso usionekane. Sasa mimi ni nani niwaulize hiki kinatoka wapi na kile kimefanya nini? Badala ya kujisifu kwa kuopoa mwanamke mwenye staha na heshima zake kama huyu. Lakini pia tofauti na hivyo ni kwamba Mariamu alikuwa anajua kunibana sana. Kama akijua nataka kwenda sehemu fulani tofauti na ofisini, basi anaweza kuniamuru niende ama nisiende, vile ambavyo atakuwa anahitaji yeye. Kwa mfano, tangu nimekuwa naye pamoja sijawahi kabisa kwenda kwa rafiki yangu Karim. Nilikuwa natamani sana kumtembelea yule kaka aliyenipokea nilipofika Moshi kwa mara ya kwanza. Lakini Mariamu hakuwa tayari kabisa kuniachia Jumapili niende kumwona Karim. Ilikuwa nikitaka kwenda tu ananivuta na kunigawia penzi nzito na mujarabu. Na sijawahi kabisa kumchoka huyo binti katika mambo ya chakula. Alikuwa anajua kupika haswa, na mambo ya kitandani ndio kabisa. Alinitoa katika upofu mkubwa sana kwenye nyanja ya kitandani. Alikuwa ananipatia raha ambazo kusema kweli kabisa sijawahi kabisa kuzipata katika dunia hii. Na kama akijua kwamba nilikuwa nataka kwenda kwa Karim, basi anajinunisha tu mwenyewe na kutaka niwe naye siku nzima bila kwenda sehemu yoyote. Utasikia sijui ni msuke, mara ni mpakate, mara ni mkate kucha za miguu, eti tukatazame filamu, mara ni msome vitabu. Haya yote alikuwa anafanya katika nyakati tofauti,
Itosha kusema kwamba Mariamu alikuwa amenibana na mimi nikabanika. Oya mwanangu Hasani, Rafiki yangu mmoja alikuja siku moja wakati sina wateja pale saloni. Oya Chidi, vipi niambie? Safi tu mzee mwenzangu. Kaka, kusema kweli kabisa wana bonge moja la zari. Alikuwa anaanza kuzungumza pale Chidi. Niambie sasa Ninja. Zari gani ambalo unazungumzia hapa? Nilikuwa namuuliza pale swali Chidi kwa shauku. Kuna mtoto smart kakuelewa kinoma yani Hasani. Yani pale uhitaji maneno mengi, ni kuweka mguu mmoja tu basi magoli. Alikuwa anazungumza pale Chidi na huku alikuwa anatabasamu na kunifanya na mimi nifurahie. Nilikuwa nimesahau kabisa kama nilikuwa na Mariam. Tabia ya kutaka kuonja nje ikaanza kuniingia. Ni nani tena huyo? Nilikuwa namuuliza pale swali Chidi na huku nilikuwa najiweka sawa zaidi. Sini yule mtoto Chidi Hasani? Yule mwenye shepu nzuri kabisa yule. Alikuwa anazungumza pale Chidi na mimi nilikuwa namjua vizuri kabisa huyo msichana. Jina lake anaitwa Judith John. Ni binti fulani hivi ndio kwanza kamaliza kidato cha 4. Na kusema ukweli kabisa ni binti mzuri mno, japo amfiki Mariamu wangu kwa uzuri. Sura pamoja na umbo lake vinatosha kabisa kumpata mwanaume yeyote ule. Judith alikuwa ni mzuri sana, itosha kusema hivyo. Kwa sasa nikasema kwamba ananikubali. Kitambo tu Hasani, kitambo. Sema leo ndio kanisisitiza kwamba nije kukutonya, na ndio hivi nimekuja kwa ajili ya kukupatia taarifa hizi. Basi sawa, kuna shida kabisa Chidi. Kwa sasa akasemaje zaidi? Yeye anasema kwamba anaomba mkutane kesho. Unajua kwamba kesho ni weekend, kwa hivyo atakuwa huru zaidi, hata kwao hawambani sana. Basi hakuna shida kabisa Chidi. We mwambie tu aje. Nilikuwa nazungumza bila kumelekezea Chidi. Mara baada ya hapo tukaanza kupeana mikakati ya nini cha kufanya baada ya Judith kuja. Alinaahidi kunipatia chumba chake nikamalize kabisa shida zetu. Na mimi nilikuwa tayari kufanya lolote mbele ya msichana mzuri kama Judith. Siku hiyo nikarejea nyumbani kama kawaida, huku siri ambayo nilikuwa nimezungumza na Chidi ilikuwa kifuani mwangu. Sikutaka kabisa kujionyesha kwamba kulikuwa na jambo fulani hiyo kesho. Nilitimiza kila hitaji ambalo Mariamu alikuwa anahitaji, ambaye muda wote alikuwa na furaha mara baada ya mimi kurejea nyumbani. Mara baada ya harakati za hapa na pale nilipitiwa na usingizi mzito. Niliota ndoto mbalimbali kama kawaida ya usiku. Ndoto nyingine zilikuwa zinafurahisha na nyingine pia zilikuwa zinasikitisha. Ndoto ya familia yangu ilikuwa ni kubwa sana, na hiyo ilionekana ni kiasi gani nilikuwa nimewakumbuka mno huko nyumbani Tanga. Baba na mama yangu walikuwa wananisihi sana niende kuwasalimia. Wadogo zangu pamoja na marafiki zangu na wao nilikuwa nimewaota kwenye ndoto. Na kaka Karimu pia alikuja kwenye ndoto na kuniuliza ni kwa nini sijamtembelea muda mrefu. Kabla sijamjibu swali hilo, mara ndoto ya mimi na Chidi tukiwa saloni nayo ikaingia. Chidi alikuwa amekuja na bidada Judith. Siku hiyo binti Judith alikuwa amevalia sketi fupi iliyombana sana katika mwili wake. Juu alikuwa amevalia shati jeupe kabisa. Ndani alikuwa amevaa brazia. Kwa kifua chake kizuri kilikuwa kinaonekana vyema kabisa. Mara baada ya dakika chache Chidi alinipatia ufunguo wa chumbani kwake pamoja na pikipiki. Cha ajabu ni kwamba Chidi hakuwa ni dereva pikipiki, lakini hapa katika ndoto nilikuwa naona yuko na pikipiki. Hata mimi sikuwa najua kabisa kuendesha pikipiki, lakini nilipokea funguo ya pikipiki na kumpalisha Judith tayari kwa ajili ya kwenda huko kwenye chumba cha Chidi. Kufika huko chumbani hakukuwa na hadithi za hapo zama za kale. Hadithi ilikuwa ni michezo ya mapenzi na mahaba tu, na punde wote tukawa hatuna nguo hata moja katika mili yetu. Sasa Judith alikuwa mbele yangu, kazi ilikuwa kwangu. Nilimvamia na kutaka kuanza mchezo wa ajabu, lakini mara ghafla nikajikuta niko mzito kunyanyuka pale ambapo nilikuwepo. Kila nilipokuwa najipapatua, ilikuwa ni kama nimewekiwa kiroba cha chumvi kichwani.
Miguu nayo ilikuwa ni kama nimefungwa hivi, nikawa siwezi kabisa kutembea wala kufurukuta. Mambo hayakuwa ni mambo tena, nilikuwa najiona kama mzigo mbele ya Judi. Nikamtazama Judith tayari kwa kumweleza kwamba sikuwa na uwezo wote ule. Nikakutana na kichwa cha ng'ombe, alikuwa na jiramba kama katoka kunywa maji, lakini huko chini alikuwa na mwili wa binadamu. Nikajikuta nilikuwa napagawa. Nikaanza kupiga makelele, lakini kila pale ambapo nilikuwa najaribu kuzungumza sauti haikuwa inatoka. Ilikuwa imekauka kabisa. Na wakati huo Judith ambaye alikuwa na kichwa cha ng'ombe alikuwa anainuka na kuanza kunivuta anibusu. Nikaanza kulia tu, na kwa sauti yangu iliyokuwa imekauka ilikuwa nataja jina la Judith. Nilikuwa nasisitiza niache asinifanye kama hivyo. Hapo mwili wangu wote bado ulikuwa ni mzito sana, hata kukuruka tu sikuwa naweza. Nilivyokaa wakati ule ambapo nilikuwa nacheza naye, ndivyo nilikuwa nimebaki kwa vile vile. Judith alikuwa anazidi kunisogelea tu mpaka karibu na mdomo wangu. Nilikuwa naogopa hasa mdomo wake. Nikafumba macho yangu ili kusudi nisione kile ambacho Judith alikuwa anataka afanye. Lakini shaajabu ni kwamba Judith hakuwa ananuka harufu ya ng'ombe, bali alikuwa ananukia marashi, tena marashi ambayo mimi nilikuwa nayajua kabisa. Vipi Hasani, unaniogopa? Alikuwa anauliza pale swali Judith, na tena ilikuwa ni kwa sauti ambayo mimi nilikuwa naijua kabisa. Nikafumbua macho haraka, nikamwona Mariam. Hapo nikajikuta nilikuwa nagwaya kabisa. Unaniogopa hata mimi Hasani? Alikuwa anauliza pale swali Mariam, na huku alikuwa anapapasa kifua changu. Lakini hapa umefikaje Mariam? Nilikuwa namuuliza pale swali Mariam kwa sauti yake kigugumizi, na sasa niliona sauti ilikuwa natoka. Ulisema kwamba hautonisaliti kabisa Hassan. Ni kwa nini sasa umeamua kutaka kunisaliti? Nimekusaliti na nani Mariam? Si huyu Judi ambaye amekuletea shida hapa au? Lakini mimi hakuna chochote ambacho nimefanya Mariam. Kwanza hata miguu yako imefanya kitu gani Hasani? Miguu yangu ilikuwa ni mizito. Nilikuwa nazungumza pale na huku nilikuwa na babaika. Naye nikamwona alikuwa anacheka. Safari hii ilikuwa sio kwa sauti yake. Hebu acha zako bwana Hansi. Naomba nipatie mambo mazuri basi. Alikuwa anazungumza pale Mariam. Kumtazama usoni nilikuwa namwona Mariamu alikuwa vile vile na uzuri wake. Nikazidi kupagawa. Liwalo na liwetu. Nilikuwa nazungumza pale mwenyewe, na kisha nilikata shauri na kumvamia Mariamu kwa pupa, tayari kwa ajili ya kumpatia hayo mambo ambayo alikuwa amesema. Lakini sasa ghafla nikaishi kama nilikuwa nakupatia hewa. Kuja kutazama nilikuwa ni kama nimetumbukia kwenye shimo kubwa, lakini bado sikuwa nimefika chini. Ile na karibia kufika huko chini, mara nikapiga kelele kali sana kwa kumuita mama yangu. Nikainuka na kukaa wima kitandani. Hiyo ilikuwa ni ndoto ya kutisha mno. Vipi tena jamani, kuna kitu gani? Alikuwa anauliza pale swali Mariamu kwa sauti ya uoga, akiwa anasogea mbali kabisa na mimi nilikuwa najisogeza pembeni ya kitanda. Mariamu aliwasha taa ambayo haikuwa mbali na ukuta wa kitanda chetu. Judith ndio nani Hasani? Mara Mariamu akaniuliza pale swali, na huku alikuwa ananitazama usoni. Nikabaki nilikuwa nimepagawa, huku ile ndoto ya kumwona yeye kisha kutubukia shimoni ilikuwa nazidi kujirudia kichwani mwangu kama filamu ya Kihindi. Ni saa ngapi saizi? Nilikuwa namuuliza pale swali, na huku nilikuwa natetemeka. Kijasho chembamba kilikuwa kinanitoka pia. Ni saa 9 za usiku hii. Nimekuamsha sana, lakini mwenzangu anamtamka Judith. Sijui Mariamu. Kuna kitu gani ambacho kinaendelea Hasani?
Kusema kweli kabisa, nimeota ndoto mbaya sana. Nimeota ndoto mbaya ya kumsifia Judith kwamba ni mzuri. Hapana Mariam, nimeota natumbukia kwenye shimo refu sana kama la kwenye video. Nilikuwa najiongelesha vile tu, na huko nilikuwa naficha mambo ya Judith, na yakaonekana alikuwa anacheka. Hebu acha kwanza utani wako Hasani bwana. Alikuwa anazungumza vile Mariam, na huko alikuwa anafuta machozi ya kicheko. Unafikiri kwamba nakudanganya Mariam? Ni kweli kabisa, nilikuwa naona shimo refu sana. Ni kama shimo la kwenye ile movie ambayo tulikuwa tunatazama jana. Nilikuwa nazungumza vile kumwelekezea Mariam, ambaye yeye alikuwa anazidi kucheka mpaka akalala kabisa kitandani, na huku alikuwa ameshika tumbo. Hasani jamani, utanivunja mbavu zangu mimi. Alikuwa anazungumza vile Mariam, na mimi nikajikuta nilikuwa naanza kuisahau ile ndoto na kuanza kucheka pamoja na yeye. Ule uoga wote ambao nilikuwa nao ukaanza kuondoka ghafla, mara baada ya kuhisi labda ilikuwa ni ndoto inayotokana na kutazama sana filamu. Unacheka kama mazuri, si ndio? Nilikuwa nazungumza vile kumwelekezea Mariamu, na huko nilikuwa namsogelea na kumweka vizuri kitandani. Bado Mariamu alikuwa anacheka mpaka pale nilipozima taa, naye bado alikuwa amebanwa na kicheko vile vile. Kesho yake mapema kabisa, msikilizaji, nilikwenda kazini na kuanza kazi kama kawaida. Siku hii kulikuwa na wateja wachache, kwa hivyo niliwahi kumaliza na kuanza kutazama filamu mpya ambazo nilikuwa nimepakua siku ya jana. Akili ya kumchukua Judith ilikuwa haipo kabisa tena, na kila pale ambapo nilikuwa nakumbuka ile ndoto niliyoota jana usiku, sikuwa na hamu tena na huyo Judith. Muda wa mchana Chidi alikuja kwa bashasha za kutosha, na huku alikuwa anatembea kwa tambo na mbwembwe za kutosha pia. Vipi kamanda? Nilikuwa namuuliza pale swali Chidi kwa utaratibu, kwa sababu sikuwa na hamu kabisa na taarifa zake za Judith. Safi kabisa mzee baba. Niambie uko tayari kwa kazi? Alikuwa anauliza pale swali Chidi, na mimi nikamtazama kidogo. Tayari kwa kazi gani sasa Chidi? Si kwa ajili ya kukutana na mtoto mzuri kabisa Judith, na tayari nimeshakutanguliza kule geto. Yupo huko tayari anakusubiria wewe tu. Alikuwa anazungumza pale Chidi kunielekezea mimi, na mimi nikabaki nilikuwa nimedoa tu, nisijue ni kitu gani ambacho anaweza kufanya. Wewe Chidi, haya mambo naomba tuyaache kwanza. Mimi sitaki kabisa yani. We jamaa, vipi tena, umekuwaje Hasani? Yani nyama ya bure kabisa utaki kuila, unaleta za kuleta. Ama ndo kusema kwamba tayari ushajanzo mechanga huko? Maana pale kwenu kuna wanoko kinoma yani. Hapana, sio kama hivyo Chidi. Ni kwamba siwezi kabisa kufanya hilo tendo. Hebu sikiliza kwanza mwanangu. Yule mwanamke kusema kweli kabisa amekupenda mno Hasani. Amekupenda kiasi kwamba yuko tayari hata kukuvulia nguo leo leo. Sasa unaposema kwamba hauko tayari, unakuwa unanipatia wakati mgumu sana mimi. Unataka nikienda kweli nimwambiaje sasa? Oya Chidi. Mimi oya kamanda Hansi, hebu acha hizo bwana. Niambie mimi nikirejea kule nitamwambia kitu gani? Kwamba huwezi kuja, ama ndio kusema kwamba jogoo halipandi mtungi? Ama nikamwambia kwamba humpendi? Wewe nenda kampatia majibu yoyote yale, itakuwa ni sawa. Basi fresh, hakuna shida. Mimi nakwenda kumwambia kwamba jamaa jogoo hapandi mtungi. Na nikitoka hapa na kwenda mpaka barabarani kwa bodaboda kule, naenda kuwapatia hizi taarifa kwamba kumbe mwenzangu jogoo hapandi mtungi. Alikuwa anazungumza pale Chidi, na kisha alianza kutoka ndani ya saloni, lakini ikabidi nimwahi.
Kusema kweli kabisa, nilikuwa natamani akamjibu vyovyote vile Judith, lakini sikuwa tayari kwenda kufedheshwa kwa marafiki zangu wa kule kijiweni. Hebu acha basi mwanangu. Sasa ukienda kuambia Masela kwamba jogo wangu hapandi mtungi, mimi wataniona vipi? Sasa unafikiria kwamba mimi Judith ataniona vipi kama we hujaenda kama ambavyo tulikubaliana jana? Hivi unajua yule mwanamke ametumia muda gani kukufukuzia alafu wewe unamzingua? Alikuwa anauliza pale swali Chidi. Mimi muda wote nilikuwa kimya tu. Alafu wewe ni kidume Hasani. Ni kwa nini unaogopa mwanamke na mwana kama hii? Kusema kweli kabisa wanazingua sana Hasani. Unazingua sana yani. Sawa basi sikiliza Chidi. Nipatie funguo ya chumbani kwako niende kumwambia mwenyewe kwamba siko tayari kuwa naye. Nilikuwa nazungumza baada kumwelekezea Chidi. Chidi alitabasamu kwa furaha. Tayari alikuwa amefanikisha lengo lake la kuwa kuwadi. Ni kweli kabisa, akatua funguo na kunikabidhi, na huku alikuwa anasisitiza kwamba nisimwache kabisa Judith. Nilimwachia saloni kwa muda na safari ya kwenda kilipo chumba chake ilianza. Safari yangu kwenda pale ambapo alikuwa anaishi Chidi ilianza kama masiara vile. Nilikuwa naamini kabisa kwamba nakwenda kumkataa Judith, lakini sasa moyo mwingine ulikuwa najiuliza vipi kama atanibana na kutaka kulala na mimi, ama hata kama sio kunibana, vipi kama ataamua kunitega kwa mitego yake ya kike kama ambavyo wanawake wanafanya mara nyingi. Nitachomoka kweli, hasa ukizingatia kwamba na yeye sio haba, maana alikuwa na umbo nzuri pamoja na sura nzuri. Mawazo haya yalikuwa yananipatia tabu na kujikuta nilikuwa nazidi kuelekea pale ambapo alikuwepo bila kufikiria. Nilifika kwenye chumba cha Chidi na kukuta mlango wa chumba chake ulikuwa umefungwa, na hata niliponyonga kitasa bado haukufunguka, na hiyo ilikuwa inamaanisha kwamba aliyokuwa ndani alikuwa amejifungia. Nikatoa funguo na kisha nikatumbukiza kwenye kitasa. Nikafanya jitihada za kufungua mlango, lakini mlango ulikuwa ufunguki. Nikabaki nilikuwa najishanga na kujiuliza ni kitu gani tena hiki. Nilikuwa najiuliza pale tu, na huko nilikuwa nimesimama mlangoni hata nisijue nataka kufanya kitu gani. Nikautazama ufunguo ambao bado ulikuwa kwenye kitasa. Ulikuwa ni wale wale ambao alikuwa amenipatia Chidi, lakini sasa mbona ulikuwa hauwezi kufungua mlango? Ama aliyoko ndani ameweka kitu mlangoni mpaka mlango wa ufunguki? Akili yangu iliniambia kwamba labda Judith kaweka kigingi kwenye kitasa cha mlango ili kusudi mlango usifunguke. Wazo hilo likapita haraka na kukubaliana nalo. Nikachukua jukumu la kwanza kugonga. Niligonga mlango kiustaarabu mwanzoni kwa sababu ya kuhofia kuwakera majirani ambao labda walikuwa wamelala ama kufanya mambo yao. Sio najua tena nyumba za kupanga. Lakini sasa ukimya wa mle chumbani ukanituma niendelee kugonga tena na tena. Na kadiri muda ulivyokuwa nazidi kwenda mbele, ndivyo nilikuwa nazidisha kugonga mlango, na huku akili yangu ilikuwa ni kama imeruka hivi. Nasema kwamba akili ilikuwa imeruka kwa sababu nilikuwa napaswa kushukuru kwamba Judy hakuwepo hapa chumbani kwa Chidi. Lakini sasa badala yake mimi nilikuwa nataka kujua ndani kulikuwa na kitu gani. Nikajisahau kabisa na kuzidi kugonga, na tena safari hii nilikuwa nazidisha kwa kuanza kutaja mpaka jina lake. Msikilizaji, huu ndio mwisho wa sehemu ya pili ya Njia ya Makaburini. Kesho tunaendelea na sehemu ya 3